Kiongozi huyo ambaye ametoa tamko lake katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam muda mfupi baada ya kuwasili akitokea mkoani Ruvuma kwa ziara siku 3, amesema haijaridhia viwango vipya vya nauli ya mabasi yaendayo kasi. Gharama hizi ni kubwa mno kwa sababu mradi huu ulilenga kumhudumia mwananchi wa kawaida, kumrahisishia kutoka pembezoni mwa mji wa jiji la Dar es Salaam kuingia katikati ya jiji kufanya shughuli zake na kurudi. Lakini mradi huu pia tulilenga watumishi wa serikali ambao kwa sasa wameamua kujijengea nyumba nje ya jiji la Dar es Salaam baada ya kuwa katikati ya jiji kuna msongamano sana. Kwa hiyo serikali iliona iwekeze kwenye mradi huu, kwa ujenzi wa mradi huu, ili mtumishi huyu aweze kusafiri kwa kawaida. Na tunajua kwamba watumishi wengi mishahara yetu sio mikubwa na pato la wananchi mmoja nalo sio kikubwa. Kwa hiyo gharama kama hii ni kubwa sana kiasi cha kwamba serikali hatuwezi kuruhusu nauli hizo zitumike. Kutokana na hali hiyo, waziri mkuu ameagiza wizara hizo mbili kukutana na kuja na majibu ambayo yanatija. Sio lazima tuanze tarehe 10 na gharama ambazo hazimwezeshi Mtanzania huyo kumudu. Naweza tukaanza wakati wote, hata baada ya tarehe 10. Malengo ni kwamba mradi huu ambao serikali umeuweka na ulimlenga Mtanzania huyu wa kiwango cha chini aweze kusafiri mjini kwa gharama ndogo. Ulimlenga mtumishi wa serikali ambaye ameamua kujijengea nje ya jiji na pia anataka kuingia. Lakini mradi huu pia uliwalenga Watanzania wote ambao watafika Dar es Salaam kuja kufanya shughuli zao. Waache magari pembeni mwa mji, waingie katikati na magari yale kwa gharama nafuu. Kwa nikisharidhika tu wakati wote tukaruhusu kuanza mradi huo, lakini sio lazima uanze tarehe 10 kwa maana hiyo, mpaka pala ambako tutaridhika na taratibu za msingi. ITV ilitembelea mradi huo wa mabasi na kuzungumza na watu mbalimbali kuhusu agizo hilo, ambapo wamesema maamuzi ya waziri mkuu ni sahihi, kwani bei za nauli ambazo zilikuwa zinapendekezwa ni kubwa kiasi kwamba ni bora hata wangeendelea na mfumo wao wa daladala ambao gharama zake ni afadhali. Waziri mkuu kusema kwamba wabadilishe hizo bei ambazo wamezipanga, tumeziona kwenye magazeti. Mimi naona ni cha maana zaidi, labda atakuwa ameangalia zaidi hasa watu wa kipato cha chini, kwa sababu moja kwa moja hizi bei zilikuwa zinatupelekea sisi watu wa kipato cha chini tuondoke hapa mjini. Wewe leo kanaambia mimi nilipe shilingi 1200 kutoka Posta mpaka wapi? Mpaka pale Kimara. Na mtu unakaa Mbezi. Wakati huo hizi costa zitakuwa zimeondoka. Sasa kutoka pale Mbezi, kutoka pale Kimara mpaka Mbezi utakwendaje? Sasa wangepunguza hicho kiwango ikawa punguzo kidogo kwa wananchi, ili wananchi wakapata unafuu. Maana kwanza kutokana na nini, maisha ya wananchi ni magumu sana. Ni moja kati ya vituo vya mabasi ambavyo vipo katika mradi huu wa mabasi yaendayo kasi gati, ambapo uwezekano wa mradi huu kuanza kama ambavyo imeelekezwa na waziri mkuu Januari 10, huenda mpango huu kukwama kutokana na maagizo mapya ambayo yametolewa na mheshimiwa waziri mkuu. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.